Upasuaji, wataangalia mimeng'enyo ya chakula, lakini pia wataangalia mfumo wa damu. Lakini kama hiyo haitoshi, tunawafundisha watoto wetu jinsi gani ya kumhudumia mgonjwa katika nyanja ya kumwekea dripu, lakini kufunga ogo au POP kwa mgonjwa aliyevunjika. Kwa hiyo ni vitu ambavyo huwa tunawafundisha mapema kabla hawajafika katika tasnia hiyo ya udaktari. Lakini tuna mainjinia. Mainjinia hawa mwaka jana tulitengeneza mashine ya kusaga na kukoboa. Kwa wale ambao walikuja shuleni walishuhudia ile mashine na ilifanya kazi, lakini mwaka huu tumetengeneza mashine ya kuchakata au kutengeneza sabuni ya maji au zile sabuni za chooni. Kwa katika swala ambalo ni la msingi ambalo tunalifanya ni swala la moto. Nakumbuka mwaka juzi, miaka kama 3 nyuma, tukawa tuna idea ya watoto kufundishwa swala la moto. Tukasema hii ni shule, tunahifadhi watoto wengi, tunalea watoto wengi, tuna wafanyakazi wengi, tuna zaidi ya watu 1000 ndani ya kituo. Tukasema inapotokea tatizo la moto au ajali ya moto watuliombee, lakini janga linaweza likatokea muda wowote, sababu ni taasisi na tunahusisha matumizi ya moto. Kwa nini tusiwafundishe watoto wetu namna gani ya kukabiliana na moto? Huwezi amini, wakati tumewapa elimu ile ndani ya wiki moja, wiki inayofuata kukawa kumetokea janga la moto. Lakini huwezi amini, waliosimama ni wafanyakazi ambao wapewa elimu ya kuzima moto na wanafunzi katika level za juu, tukapambana kwa pamoja tukauzima ule moto. Lakini elimu ilitoka wapi? Shuleni. Tunawashukuru watu wa fire. Tuliamua kuanzisha hizi fire club kwenye mashule, hasa hii shule ya Chalinze Modern Islamic Chalinze. Hii ni katika harakati za jeshi za kupambana na majanga kwenye upande wa mashule. Kwa hiyo tunajikuta tunaanzisha hizi, tuliweka mkakati wa kuanzisha hizi fire clubs pamoja na kuwafundisha watoto mashuleni ili waweze kujua namna gani moto unaweza ukaanza na vyanzo vya moto, lakini pia waweze kujikinga pindi moto unaweza ukatokea. Kwa hiyo sisi kama jeshi sasa ni wajibu wetu na tunafanya hiyo kazi kwamba huwa tunaenda tunaongea nao watoto wetu, tunaongea na wanafunzi wetu kwamba tunapofanya hivi na hivi inaweza ikasababisha moto. Unapochokonyoa hizi switch, unapogusa hizi socket, unaweza ukasababisha moto. Tangu anzishwe program hii ya kujifunza namna ya uzimaji moto na kujikinga dhidi ya moto, hata hapa shuleni moto ushawahi kutokea na wanafunzi wakashindwa kuudhibiti. Ila kwa sasa endapo moto utakapotokea, wanafunzi tutaweza kuudhibiti kwa sababu tumepata elimu kuhusiana na moto.